Rabi, unadhani kufunguliwa huku kuna athiri vipi nafasi ya Iran katika siasa za Mashariki ya Kati? Tuwezi kusema kama kuna athiri. Tunaweza tukasema kuwa kuna mchakato ambao umekuwa wawazi sana kwenye eneo la Mashariki ya Kati. Kama nilivyozungumza awali kuwa nchi za Mashariki ya Kati zilivumilia takriban siku 40 adhabu, makombora na kufungwa kabisa karibu kwa baadhi ya nchi za Gulfu ambazo zilifungwa moja kwa moja. Na hiki kitu nimekuwa nikikizungumza mara kadhaa kuwa nje ya kauli kadhaa za viongozi wa hili eneo la Mashariki ya Kati kuhusu Irani au kuhusu kukemea kile kinafanywa na Irani, lakini nchi hizi zilijaribu kujizuia hasa kuikosoa Marekani na Israel, japokuwa nchi chache mfano Yemen na Omani zilijaribu kuzungumza hiyo kwa uwazi, lakini viongozi kama mmoja pia walijaribu kuonyesha hisia zao, na baadhi ya watu maarufu kuonyesha hisia zao kuwa hawakuvutiwa sana na hili lililokuwa limetokea. Sasa uhusiano wa Irani na hao washirika wake umekaaje? Nadhani hapa katikati ya mashambulizi tumeona kuwa kumekuwa na mawasiliano ya Irani kujaribu kurekebisha uhusiano na rafiki zake au majirani zake ambao mwanzo walikuwa wakihisi kama wanawashambulia na vinginevyo. Lakini kitu kimoja ambacho kimekuwa wazi kuwa ndani ya Israeli kulikuwa kuna maandamano ya kupinga vita. Marekani kulikuwa kuna maandamano ya kumpinga Trump na vita. Lakini katika nchi za Kiarabu hapakuwa na maandamano ya kuipinga Irani licha kuwa ilikuwa ikiwashambulia. Kwa hiyo hata viongozi wa hizi nchi za Gulf States wanafahamu kabisa kuwa nini kilichopo. Wanafahamu yaliyopo kwenye mioyo ya raia wao. Wanafahamu kila kitu kinachotokea. Sasa swala la kurejesha uhusiano na Irani alitokuwa hiari mara hii. Unajua, unapokabiliana na adui mwenye nguvu itakulazimisha tu ujipelekeze kwake. Kwa vyovyote vile hamna chochote, kwa sababu katikati ya siku 40 wamejionea hasara kubwa, gharama kubwa. Wanalipa mabilioni ya dola ya ulinzi kwa Marekani, lakini walijikuta katikati kuwa hawawezi hata kulindwa, na hata kambi za kijeshi za Marekani zenyewe zilishindwa kujilinda. Sasa tayari wanafahamu kabisa jirani yetu ni mwenye nguvu sana. Je, utaendelea kutunisha msuli dhidi yake? Na tayari unaona kabisa kuwa ameshikilia eneo kubwa, na tayari ambaye kiranja wetu anaingia naye makubaliano bora ya kumwepuka. Kwa hiyo hutokuwa na chaguo, manake kuwa Irani mara zote wanasema kuwa hatuna uadui na nchi yoyote, isipokuwa sisi tunachukia kile kinachotoka kwenye hizo nchi kuja upande wetu. Aliwahi kusema Khamenei wakati wa mazungumzo ya mara ya kwanza wakati wa Promise One, wakati ameuawa Ismail Hania, aliwahi kuambia Waarabu, akawaambia kama hamwezi kutusaidia basi msituchome kisu cha mgongoni. Yani kama hamwezi kuungana na sisi basi msitushambulie, tuacheni tupambane wenyewe. Hilo wanalijua. Sasa sioni kama kutakuwa kuna shida kubwa sana kati ya Waarabu na Irani, kwa sababu wengi wanafahamu kuwa vita yao na Irani ni kuwa kuna sehemu inapikwa kulazimishwa kuwa ni uadui, lakini kiuhalisia wanafahamu hawana uadui na Irani. Mbele umemsikia Rabi hapo na ameleta swala la Israel. Makubaliano hayo kati ya Iran na Marekani yanaiacha wapi Israel na waziri wake mkuu Benjamin Netanyahu? Kwani Israel ilikuwa inahusika moja kwa moja kwenye vita hivi. Inacho pabaya, Israeli hawakuyataka makubaliano. Israeli walikuja huku wakitaka Marekani ishambulie, licha ya kwamba Marekani ilitambua fika. Kumbuke miaka yote Israeli imekuwa ikitaka kuhakikisha kwamba Marekani ashiriki katika mashambulizi haya. Haikufanikiwa mpaka mwaka jana Rais Donald Trump alipokuja akaingia katika vile vita vya siku 12, walipiga wakapata sababu wakaondoka, safari wakapiga, lakini lengo lilikuwa kubwa kuliko walivyofanikiwa. Israel amesema mara kadhaa, na inaonekana hata mashambulizi yake dhidi ya Lebanon mwanzo ilikuwa ni kuhakikisha kwamba akifanya vile Iran atasema kwamba mkataba umevunjwa, mapigano yaendelee, azidi kuadhibiwa zaidi na zaidi. Lakini sasa inaonekana Israel sasa mahusiano yake na Marekani ndio yanaanza kutetereka, kwa sababu hata hapa nchini Marekani watu wengi wanajua kwamba vita hivi havipigani kwa sababu ya Marekani. Iran hakuwa tishio la moja kwa moja kwa Marekani, na Iran hakuwa na namna ya kuweza kufikia Marekani. Tumeingia pale kwa sababu ya pressure, na kwa bahati mbaya sana ilimteleza. Nafikiri waziri wa mambo ya nje Marco Rubio akalizungumza katika namna kwamba tumeingia katika vita vya Israel. Kwa hiyo makubaliano haya yanaiacha Israel katika nafasi ambayo haikutaka iwepo, kwa sababu wao walitamani vita viendelee, kwa sababu ni kumtumia Marekani kumchapa Iran. Ina maana haya kisitishwa hivi sasa, yeye ndio katika nafasi ambayo inaweza ikawa mbaya zaidi, na kama watafikia makubaliano ambayo yatadhihirisha wazi kwamba adhima yao imeshindikana, kwa sababu mpaka hivi sasa tafsiri ya ushindi iko katika vitu ambavyo pengine sivyo ambavyo walikuwa navyo awali, then hiyo itafanya sasa Iran bado aendelee kuonekana kwamba ana nguvu, na ameweza kudhibiti sasa nchi mbili zenye nguvu zaidi. Kwa Israeli kwenye nafasi mbaya hivi sasa, naweza kusema kwamba ni nafasi ngumu zaidi, kwa sababu makubaliano haya yako nje kabisa na kile ambacho wao wamekuwa wakitamani. Wametamani Iran aendelee kupigwa, aendelee kuadhibiwa, aendelee kunyong'onyezwa, ili sasa Israel abaki kama taifa lenye nguvu katika ukanda ule.
Rabi, kwenye makubaliano hayo Pakistan amekuwa mpatanishi mkuu wa mazungumzo haya pamoja na nchi zingine. Unadhani ni nini kimemfanya aweze kufaulu kuyaleta mataifa haya mawili kwenye meza ya mazungumzo na hata kuanza kukubaliana kama tunavyoshuhudia? Kwa jicho moja ukitazama utaona kuwa Pakistani waliamua kupika hii picha au waliamua kulitengeneza haya makubaliano wao kama wao, lakini kiuhalisia kuwa hapakuwa na chaguo jingine, kwa sababu Marekani amejaribu kutumia nchi nyingi kuhakikisha zinazungumza na Irani, mfano Uturuki, Misri, Qatar, Oman na nchi nyingi wajaribu kuzungumza na Irani wakati ule wanajaribu kumvuta kwenye meza, na yote ikawa imeshindikana. Pakistani ameamua kucheza nafasi ambayo alichezeshwa na Marekani, kuwa hebu jaribu kwa wewe, na kile ambacho kinachoonekana kama mahusiano mazuri kati ya hawa majirani. Pakistani na Irani ni nchi ambazo zinashare mpaka, na wamekuwa ni nchi ambazo zina mahusiano mazuri kwa karibu kwa miaka mingi sana. Wakati Pakistani anatengeneza programu yake ya nyuklia, alishirikisha Irani, japokuwa Irani hawakutaka kwenda mbele zaidi katika mpango wao wa nyuklia wa miaka hiyo. Sasa hizi ni nchi ambazo zina uhusiano, lakini jeshi la Pakistani ni moja ya majeshi ambayo yana uhusiano wa karibu sana pia na Marekani, na yamekuwa yakipata msaada mzuri sana. Nakumbuka vita ya mwaka 2001 wakati waziri mkuu Pervez Musharraf, rais alikuwa Pervez Musharraf wakati huo alikuwa rais, walishirikiana naye kuivamia Afghanistan. Kwa hiyo Marekani aliweka kambi kubwa sana. Lakini karibuni wakati waziri mkuu wa Pakistani alivyokuwa Imran Khan, kidogo uhusiano ukawa tofauti kwa sababu ya Imran Khan alivyokuwa. Yeye alikuwa ni upande wa pili na alikuwa haelewani zaidi na Marekani, alikuwa upande wa pili wa Urusi, na hata mara kadhaa ameshutumiwa kuwa alikuwa ni kiongozi wa mwisho kabisa kukutana na Putin kabla ya uvamizi wa Urusi na Ukraine, na hata kuondolewa kwake kwenye nafasi ya waziri mkuu ilihusisha moja kwa moja kuwa kulikuwa kuna mkono wa Marekani kwa kupitia wabunge wa Pakistan. So kilichotumika ni kuwa uhusiano mzuri wa Pakistani na Marekani na uhusiano mzuri wa Pakistani na Irani ilikuwa ni kama njia ya kuwaweka kwenye hili. Kwa hiyo unaweza kusema kuwa Pakistani hakujituma kutaka kulimaliza hili, lakini Pakistani aliagizwa na Marekani kuwa hili swala inabidi ulisimamie na alihakikisha linaweza kufanyika, kwa sababu ya kile tu ambacho kutokuaminika kwa baadhi ya nchi nyingi ambazo zilikuwa zinajaribu kusuluhisha hili. Unajua awali ilikuwa Omani, lakini katikati ya mzozo Omani nadhani waliingia kwenye mgogoro na Marekani. Marekani hata Donald Trump alitoa maneno kadhaa kuhusu Omani. Omani ilionekana kuwa imeegemea upande wa Irani. Sasa Marekani hakutaka tena kuendelea kusuluhishwa na Omani, na ndio maana wakahamia upande wa pili wa kwenda kwa Pakistani na kuamua kuwa hivyo. Kwa hiyo Pakistani ni mshirika mzuri sana wa Irani pamoja na Marekani. Mubelwa, kwa hali ya sasa ni sawa kusema kuwa diplomasia imeanza kufanya kazi katika mgogoro huu? Unaweza kusema imeanza kufanya kazi. Wasiwasi ni kwamba kama itaweza kuendelea kufanya kazi, kwa sababu inaweza ikawakutanisha watu, haijawahi kuwa tatizo. Unaweza kukutana kwa namna mbalimbali, vile ambavyo inakaa kujadiliwa na matarajio ya kila upande ndio shida, hasa pale ambapo mtu anasema kwamba vitu vyetu hivi 10 lazima vitimie, na mwingine anasema vitu vyetu hivi 15 lazima vitimie. Na unamsikia sasa hivi Rais Donald Trump anasema kwamba tutaendelea na blockade mpaka Iran watakapokuwa wamesalimu amri. Kwa hiyo diplomasia imetufikisha hapa, lakini nafikiri diplomasia halisi ingekuwa ni pale ambapo wangeweza kukaa chini kabla ya kuweza kuwakutanisha watu hawa na kuanza kurefine na kuanza kuangalia upya madai ya kila mtu. Yale 10 kweli tunahitaji haya 10, kwa sababu tunajua kila mtu anapokwenda kwenye meza ya majadiliano na kwenda kama fanya biashara. Nataka nikuuzie kwa 30,000, nitakwambia 40, wewe utashuka, ukidhani umenishusha bei na mimi nitakuwa nimebaki pale pale ambapo nilikuwa nadhania. Marekani hahitaji vitu vyote 15, inawezekana anahitaji vitu 8 tu katika 15. Hivi vingine ni kwa ajili tu ya kulazimisha mazungumzo, na najua Iran hahitaji vitu vyote 10 ama halazimiki kuwa na vyote 10. Angeweza kuishi vizuri tu kama anaweza akawa labda na 5 ama 6. Cha muhimu ni kwamba wavitafute vile ambavyo kwanza wanaelewana, wakiviweka mezani naamini tunaweza tukapiga hatua. Lakini kusema kwamba diplomasia imechukua ama imeshinda mpaka sasa, imetusogeza karibu, lakini kama hawatofikiria upya kuhusu vile vipengele, Marekani bado akaja na 15 anataka vyote na Iran anakaja na 10 anataka vyote, tutarudi pale pale ambapo tulikuwa wale. Tutakuwa na vikao baada ya vikao na kutakuwa na majibu yaliyochanya. Niwape dakika moja kila moja. Kwa mtazamo wenu, tutarajie nini kifuate sasa kutoka hapa? Nianze na Rabi. Nadhani naweza nikamalizia kwa hicho alichokizungumza ndugu yangu hapo, kuwa ni lazima upunguze matarajio. Haiwezekani ukaenda na matarajio yote katika swala lolote na ukafikia kufanikiwa. Nadhani hili tumekuwa tukilijadili sana kuhusu mgogoro wa Urusi na Ukraine, kwa sababu mara zote Ukraine na Urusi wamebeba matarajio yao yale yale bila kubadili matarajio. Hauwezi ukafika. Sasa hata kwenye huu mgogoro, Marekani ni lazima apunguze matarajio yake na Irani lazima apunguze matarajio yake. Kuwa haiwezekani unachotaka 100% upate 100%, manake ni lazima angalau nitapata 40, nitapata 60 na huyu atapata hiki na huyu. Ndio mnaweza kufika mwafaka, lakini kila mmoja akitaka kuwa kile nilichokisema mimi kiweze
tuweze kufikia mwafaka, nadhani hatutofika kokote kule na tutarudi kwenye vita hata kwa miaka 20 au miaka 30 na hamna lolote ambalo tutaliona. Kwako Bubelwa? Nafikiri tutakachokiona ni kwamba wamegundua kwamba saa 21 ziliwapa uwezo mkubwa sana kutambua wapi ambapo wamekwama. Kwa hiyo nachotegemea ni kwamba sasa hivi tutarajie watakutana, na watakapokutana kutakuwa kuna vipengele vichache, na naamini watachagua vile ambavyo wanaweza wakakubaliana, angalau kuanza kuonyesha ile nia na dhamira, kwa sababu wametambua vitu kama soko la hisa linatingishwa na hisia tu za kwamba vita vitaendelea. Kwa hiyo wakianza na vile vichache ambavyo wao naamini kwamba wanakubaliana, hata kama wanajua uko mbele kuna mlima mkubwa kupanda, wakianza na vile, ina maana hali ya maisha inaweza ikawa nzuri zaidi, kwa sababu kuna baadhi ya vitu bei zitapungua kwa sababu tu ya ile imani ya kwamba kuna maendeleo ambayo yanafanyika. Kwa tutarajia mkutano ujao unaweza ukawa na mazungumzo si ya vipengele 15 na 10 jumla 25, bali itakuwa vichache zaidi, na watachagua vile ambavyo pengine ni vya chini, wanaweza kuanza kukubaliana ili waanze kuonyesha kwa dunia kwamba angalau kuna movement, kuna makubaliano na kuna namna ambavyo diplomasia inafanya kazi. Shukran sana kwako. Asante sana wageni wetu kwa uchambuzi wenu wa kina kuhusu swala hili nyeti la kimataifa. Bila shaka tutazidi kufuatilia jinsi